Kovu yake inanyakua maandamano ya tarehe 26 ya kizazi cha Gen Z yalikumbwa na uharibifu wa mali ya umma pamoja na mali binafsi katika kaunti mbalimbali. Washukiwa wa uharibifu huo wakifikishwa mahakamani katika kaunti ya Nairobi. Washukiwa watatu walifikishwa katika mahakama ya Kibera katika kaunti ya Bungoma. Washukiwa wengine watano waliachiliwa kwa dhamana, na kwingineko huko Nyandarua washukiwa 19 walifikishwa mahakamani wakikisiwa kupanga uharibifu ulioshuhudiwa katika afisi za kaunti hiyo. Modhoni Brenda na uketo wa taarifa hii. Vituo vya polisi zaidi ya 9 viliteketezwa pamoja na afisi mbalimbali za kaunti wakati wa maandamano ya tarehe Juni 25. Uharibifu huo umeshinikiza serikali kuwafikisha mahakamani wanaokisiwa kuupanga na kuusababisha. Katika kaunti ya Nairobi, waandamanaji walitatiza shughuli za mahakama ya Kibra kwa muda, wakati John Zau, Mark Miani na Francis Mwangi, ambao wametambulika mtandaoni kama Muthaiga 3, walifikishwa mbele ya mahakama hiyo Jumatatu mchana. Watatu hao wanakisiwa kupanga uteketezaji na wizi wa mali ya umma ulioshuhudiwa jijini Nairobi. Kulingana na kiongozi wa shirika la kutetea haki za binadamu Vocal Africa, Hussein Khalid, watatu hao wanajulikana kama watetezi wa haki za binadamu na hawana uhusiano wowote na magenge ya uhalifu yaliyovamia jiji. Watatu hao watasalia kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga wakisubiri siku ya Jumatano ambapo hakimu watatathmini kuachiliwa kwao na dhamana. Amtuzi uoga. Mmeshika mmoja wetu, tunajitokeza kama watu wa mtaa. Katika kaunti ya Nyandarua, afisi za kaunti, maktaba kuu pamoja na kituo cha polisi cha Olkalau vyote viliteketezwa. Mapema leo, washukiwa 19 wanaokisiwa kupanga uharibifu huo walifikishwa mahakamani, ambapo mmoja wao aliyekuwa na miaka chini ya 18 aliachiliwa bila dhamana. Wengine wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama Jumanne asubuhi. And even the police officer admitted that he does not have any reasons to have them detained. Kwingineko katika kaunti ya Bungoma, washukiwa 5 walifikishwa mbele ya hakimu Geshuka ambaye aliwaachilia kwa dhamana ya shilingi 20,000 baada ya kukataa ombi la upande wa mashtaka la kuzuia washukiwa ili wafanye upelelezi. Modhoni Brenda, runinga ya TV 47, Nairobi.